lakini kitendo cha kumpa rais mamlaka ya kuweza kuteua na kutengua inamnyima nguvu mtu kumfungulia mashtaka labda rais au kiongozi yoyote ambaye anakuwa appointed na rais. Kwa mfano, ripoti ya CAG imezungumza kuna ubadhirifu na ufujaji wa mali za umma, kuna watu wameiba mabilions au kuna fedha zimeibiwa zimepotea kiolela. Baada ya ripoti ya CAG, maana hapa anatakiwa ingie DPP. Achukue ile ripoti akawanyoosha watu mahakamani, awapeleke mahakamani kwa nini hizi fedha zimepoteza Watanzania, kodi za Watanzania hizi. Sasa haya mambo yafanyiki, ni udhaifu wa katiba, na udhaifu ni kwa sababu katiba imempa mamlaka nyingi sana rais. Okay, kuna picha imetengenezwa sasa hivi karibuni kwamba rais alitoa maelekezo kwamba wale wote walioshtakiwa kwa makosa ya uhaini waachiliwe. Sasa rais hana mamlaka ya kumwagiza DPP. DPP nimesema ni taasisi inayojitegemea, ni chombo ambacho kinajitegemea, kipokee mamlaka au maagizo yoyote. Lakini tumeona sasa hivi wote wale wameachiliwa baada ya kauli ya rais. Yote ni katiba. Udhaifu wake. Na hata DPP hatakiwi kwenda kupeleka watu mashtaka kwa sababu ameambia kamata ule. Yeye anatakiwa afuatilie uchunguzi mjiridhisha au watu wamehusika kwenye matuhuma hizi na hizi, anaendesha kesi. Na yeye ndio atakaye amue kwamba hizi kesi bwana labda hazina msingi wote, aziondoe, sio kwa kauli ya mtu yoyote. Sasa ukiona mambo yanafanyika ni udhaifu wa katiba. Sasa kabla tujienda mbali sana turudi hapo kwenye huo mfano uliochukulia. Umesema kwa DPP kwa namna anatakiwa kuweza kujitegemea mwenyewe. Tukirudi kwa wengine tukizungumzia issue za uhaini kwa mujibu wa maandiko mbalimbali, machapisho mbalimbali na namna nchi zingine zinavyotafsiri neno uhaini, tunaona kama ni jaribio la kutaka kuipindua serikali iliyopo madarakani. Na kuipindua vipi? Inaonesha mmoja uwe na nguvu ya kijeshi. Yamkini kwa hiki kilichotokea kwa hapa Tanzania na wale watu waweza kufunguliwa kwa taswira ya haraka, inatafsiri neno uhaini. Aisee, kwenye mazingira hayo tulionayo na kwa sababu tayari zile kesi ni kama zimeshaondolewa mahakamani, tunaweza tukazungumza kwa maana ya kwamba haitoi tafsiri moja kwa sababu kama ulimkamata mtu siku ya maandamano labda tarehe 29, labda ulimkamata kwa sababu alifanya vurugu tarehe 29, aliandamana na vitu vya namna hiyo. Siku ya tarehe 29 hapakuwa na serikali ambayo iko madarakani. Hapakuwa na rais ndani ya nchi yetu. Si tuko tunachagua rais. Yaani tunaashumu hapakuwa na rais. Yeye ndio tunaanza siku ya 0 tunatafuta rais. Sasa alikuwa anapinduliwa nani wakati wa uchaguzi? Ili useme kwamba kuna uhaini. Maana yake hapakuwa na serikali, ndio tunatafuta sisi kama wananchi tuko tunatafuta sasa nani aje kuwa rais atengeneze serikali, ndio maana ya uchaguzi. Kwa hiyo ile bado nadhani hata Kibatali alizungumza vizuri sana. Kwenye uchaguzi unasema kuna uhaini. Hao ndio wamefanya vurugu tu, sio uhaini kwa sababu hapakuwa na uchaguzi. Kwa uchaguzi hamna rais pale. Otherwise tuseme kwamba rais alikuwepo. Sasa rais alikuwepo lakini kuna uchaguzi. Maana yake rais anatakiwa aachie nafasi yake. Tunaingia kumtafuta rais mwingine mpya. Kwa hiyo nadhani ni namna tu fulani ya ambao uzo kaizungumzia sana kwa sababu sasa nikaingia kwenye moyo wa DPP aliona kitu gani, lakini masuala ya uhaini, kupindua serikali na watu walioandamana wakati wa uchaguzi ni vitu vile ambavyo viingiliani kabisa. Hata kuzuia uchaguzi. Hata kuzuia uchaguzi sio uhaini. Kuzuia uchaguzi sio uhaini. Kwa mfano, mimi nimejaribu kuzuia uchaguzi mara 2 kwa njia ya mahakama. Nimefungua kesi nikasema tusiingie kwenye mahakama izuie uchaguzi mpaka tupate katiba mpya. Nimejaribu kufanya hivyo. Kwa hiyo kuzuia uchaguzi sio uhaini kwa sababu tume huru ni tume sio ya serikali. Uhaini nimesema ni kuitishia, kuweka threat kwa serikali. Sasa kwani tume yenyewe ni ya serikali? Tume iko independent pale. Kwa hiyo uwezi ukasema watu waliofunguliwa uhaini. Na nadhani ile kesi kama ingeendelea mbele, sidhani kama ongeza kudhibitisha ile kosa. Ilikuwa ni kazi sana. Wangewafungulia makosa mengine kama ya uchomaji vituo vya polisi, sijui uharibifu wa mali za umma na kadhalika, it's okay. Lakini kwenye swala la uhaini sio jambo jepesi. Kama unavyofahamu sehemu zingine uhaini ukuta labda na mara nyingi makosa kama uhaini huwa wanapewa wanajeshi wanapojaribu kupindua serikali. Umepanga jaribio kumpindua serikali hapo kumua rais na imeshindikana, basi wanaweza kapigwa kwenye kosa la uhaini kwamba wanataka kuipindua serikali au kuwaza. Lakini sasa ukiangalia waandamanaji walikuwa wanapambana, waandamanaji wameandamana kwa sababu miongoni mwa sababu walikuwa wanataka kupata tume huru kwa sababu katiba yetu hii haijatoa mwanya wa tume huru.
Yaani kwa maana ya kwamba mkurugenzi wa uchaguzi, mwenyekiti wa uchaguzi, wote wanateuliwa na rais. Na rais huyo anaingia kwenye uchaguzi. Sasa wanasema panakuwa hamna impartial, panakuwa hamna ule uwazi, hamna mazingira rafiki katika ushindani. Yaani sawa sawa Chadema wapewe fursa ya kuteua mwenyekiti wa uchaguzi wao. Na unajua mwenyekiti wa uchaguzi akishatangaza kwamba huyu ndio rais, na uwezo kabisha maamuzi yake mahakamani, ni katiba yetu. Wao tunapozungumzia uhuru wa Tanganyika, uhuru wa Tanzania, bado kuna changamoto nyingi. Yaani kama tumekuwa huru dhidi ya utawala ule wa Uingereza, lakini bado kama wananchi hatuko huru, na hatuko huru kwa sababu katiba yenyewe hii imetengenezwa katika mfumo wa kuendelea kuilinda serikali, sio kulinda wananchi. Imetengenezwa kwa kuendelea kuwafanya wale watu wachache ambao wako ndani ya mamlaka waendelee kubakia kwenye mamlaka. Kwa sababu kama uwezo ukauliza au ukahoji maamuzi ya tume kumtangaza rais mahakamani, kama pamoja na uchaguzi huru na wa haki, uwezo sasa maana yake unaiondoa ile nguvu ya wananchi kuweza kudai haki zao, na kama huko na haki na uwazi. Kwa hiyo tunazungumzia uhuru wa Tanganyika, lakini bado tunatumia katiba ambayo hata haijatokana na Watanganyika wenyewe au na Tanzania kwa ujumla. Sasa turudi kwenye kwa mujibu wa haki za kibinadamu, pengine ninyi kama mawakili ambapo mnavyoshirikiana na taasisi mbalimbali za haki za binadamu, haya mabadiliko ama huu ujio wa uhuru, pengine yamkini mnaweza kukiri kama umewaletea mzigo mkubwa katika kutetea hizi haki za binadamu? Of course baada ya uhuru na mabadiliko ambayo yametokea mengi yameturahisishia, kwa sababu tunaona mwaka 1984 sisi kama katiba yetu iliweza kuadapt baadhi ya tamko la haki za binadamu duniani, kwamba hata kama umepoteza, umeshikiliwa labda na polisi bila kuleta mahakamani, tunaweza tukafungua kesi mahakamani, tukaiambia mahakama, tukaiomba mahakama iamuru serikali ikulete mahakama. Kwa hiyo imetusaidia, mabadiliko mengi sana yameletwa hasa kwenye masuala haya ya kisheria baada ya uhuru, na nasema hivyo kwa sababu na mengi yamesaidiwa na watu wa nje. Nchi hizi, haya majumuiya ya kimataifa haya yamesaidia sana kuweza kuimonitor nchi zetu nyingi za Kiafrika, kwa sababu tulipopata tu uhuru wetu tukaanza na sisi kujitanua. Yaani hutaki ukosewe, unaua wapinzani wako, unafanya unavyoweza kuwafanya. Sasa zile jumuiya za kimataifa zikaanza zinaweka standard fulani katika nchi yako, kama nchi yako ni ya kidemokrasia. Of course before tulikuwa na chama kimoja. Maana unapozungumza mabadiliko ya kisheria lazima pia uzingatie na mifumo ya kisera na kidemokrasia ndani ya nchi. Mwaka 1992 tulitoka kwenye mfumo wa chama kimoja tukaingia kwenye mfumo wa vyama vingi. Kwa hiyo mfumo wa vyama vingi kikatiba na kisheria, maana yake unaruhusu mawazo mbadala. Mfumo wa chama kimoja ilikuwa bwana, mkienda hivi ni hivi, hatutegemei mtu aje na awe na mawazo tofauti kuweza kuchallenge serikali. Lakini mfumo wa vyama vingi unaruhusu chama pinzani au chama ambacho ni tofauti na kile chama tawala kuweza kuikosoa serikali. Kwa hiyo ilitusaidia watu wakawa huru kuweza kuichambua ripoti ya maendeleo ya serikali, au labda sisema ifanye vizuri na kadhalika. Na niseme tu kwamba baada ya mabadiliko hayo yalileta mabadiliko makubwa sana kwenye mfumo wa kisheria, kwa maana ya uwezo sasa wa hata serikali kuanza kuwajibishwa kwa maana ya kukosolewa. Kwa sababu tayari tumeshakuwa na uhuru na haki za binadamu ndani ya katiba, kwamba una haki ya kuishi. Hakuna mtu anaye mamlaka kuondoa uhai wako isipokuwa kwamba imeamriwa na mahakama, na hata kama unashutumiwa kwa makosa mbalimbali hutakiwi kuhukumiwa mpaka pale mahakama itakavyoweza kudhibitisha kwamba ni kweli wewe una hatia. Maana kabla ya haya mambo, maana kama ukishaonekana unasema yule pale jambazi unampiga shaba tu kwa anakufa, yule ni mhalifu namshughulikia huko, hapana. Katiba yetu hii inataka hata kama mtu ni mhalifu, mahakama ndiyo chombo pekee cha kuweza kudhibitisha uhalifu wake. Sawa. Kwa hiyo mabadiliko mengi yametokea, tunashukuru Mungu. Ila nimesema kwa mabadiliko yametokea pia ni kwa sababu pia palikuwa kuna pressure za jumuiya za kimataifa, kwa sababu sisi wakati mwingine tunakwama kuendesha miradi yetu ya kimaendeleo, lazima tupate misaada kutoka kwao. Na wanakuambia haina shida, misaada tutakupa, lakini tunataka kuona kuna maendeleo ya kidemokrasia, watu wanakuwa huru kueleza fikra zao, wanakuwa huru kufanya mambo mbalimbali, na kama mtu anakuwa na hatia, basi utaratibu wa kisheria utumike. Hata namna ya ukamataji, unatakiwa mkamate mtu kwa namna gani. Na of course ile yetu imesaidia sana. Of course inasema utaki kumkamata mtu bila kuwa na warrant au arrest warrant, tunazungumza hizo. Hata kumfanyia search
nyumbani kwake. Yaani mtu tu polisi hawezi akaja akafanya tu search, lazima awe na zile search warrant. Hapo kuna mazingira ambayo inaweza ikamruhusu yeye kufanya hizo search warrant, kukagua nyumbani kwako. Kwa hiyo tunasema kwamba baada ya uhuru ziko hatua nyingi tumepiga kama taifa, lakini siwezi nikasema ni kwa sisi wenyewe, ila pia ni kwa sababu pia kwa mataifa mengine yalikuwa yanajaribu kutusaidia nini cha kuweza kufanya, hasa kwenye haki za binadamu. Niseme kwamba haki za binadamu, sisi kama tungeachwa Afrika tujitawale sisi wenyewe, mtu anataka kae madarakani miaka yote. Sasa nadhani yake binadamu hata wewe una nchi hautaki. Wewe unataka mimi nikae madarakani, mimi nataka nikae madarakani. Mimi nina jeshi liko nyuma yangu na polisi na nini na vyombo vyote vya ulinzi viko chini yangu. Mimi nataka nikae. Sasa wewe si hautaki. Tunafanyaje hapo? Unadhani haki za binadamu mbona zinalindwaje hapo? Kwa hiyo ilibidi sasa ya mambo ya yale mataifa makubwa ambayo yameshaendelea kwa mfano, na haya mataifa sio kwamba yaliendelea, hata wao pia walishauana huko nyuma. Wameshauana sana. Ndio mwisho wa siku wakaja na mawazo haya kwamba sasa jamani, pamoja na mambo ya kisiasa tulionayo, pia tuzingatie haki za binadamu. Ndio akaja hasa bwana uhuru wa kuweza kuchagua chama, uhuru wa kujiunga na chama, uhuru wa kuchagua, uhuru wa kuchaguliwa. Vyote hivyo ni kwa mujibu wa sheria za kimataifa ambazo pia ziko ndani ya katiba yetu. Kwamba mwananchi ana uhuru wa kugombea nafasi fulani, kwa kuchaguliwa au kuchagua. Kwa hiyo niseme kwa ufupi tu kwamba tumepiga hatua fulani. Sawa, umesema tumepiga hatua katika sehemu hiyo, lakini ni kurudisha nyuma hapa kwa siku za hivi karibuni tumeweza kushuhudia matukio kadha wa kadha ya raia kukamatwa kwa watu wanaotumia jina la jeshi la polisi. Kuna wengine tumeweza kushuhudia matukio kadha wa kadha watu wakishutumiwa na tuhuma mbalimbali, lakini hatuoni kile ambacho nakisema kwamba wewe kwamba kama mamlaka husika zimekuwa zikichukua hatua kuwafikisha wale watu mahakamani. Lakini hatimaye ndio paka juzi ndio tuliweza kumsikia waziri wa mambo ya ndani George Simbachawene akaweza kutoa tamko kwamba sasa ni marufuku kwa mtu yoyote kwenda kumkamata mtu akiwa hajavalia sare za jeshi la polisi au kukamatwa na mtu ambaye hajavaa sare za jeshi la polisi. Sasa hiki kingine kilichokuwa kikitokea nyuma na mambo yameshatokea na watu walikuwa kikemea kaza wa kaza, lakini yakaweza kuleta muonekano hasi kama wengine pia hawakubaliani na mtawala aliyopo, wengine wanasema hawampendi, lakini hatimaye tunakuja kuona sasa tamko linakuja kutokea baada ya kuweza kutokea maafa makubwa. Hii na nyingine pengine inaleta picha gani? Of course picha ambayo tumekuwa nayo kwanza sio nzuri. Unakamatwa na watu wamevaa nguo za kiraia, wana silaha nzito za moto, wanakuingiza kwenye gari ambayo plate number yake haieleweki. Wao wanajitambulia tu pale unapokuja kwenye tukio, wanakuambia sisi ni maaskari, lakini hawajavaa nguo za kiraia, hawana vitambulisho, wanakubeba na mitutu ya bunduki, wanaondoka na wewe. Alafu hamna taarifa yote. Ukifuatilia vituo vya polisi wanakuambia sio mtu hatunaye. Hatunayo mtu namna hiyo. Sasa hiyo imekuwa imeumiza watu wengi sana. Imeumiza watu, lakini pia hapa kwa hiyo kuna tamko lolote la kukanusha au la kukemea kwamba watu au vikundi vya watu ambao vinateka watu au mimi vinachukua watu manyumbani kwao kwa kizingizio kwamba wao ni polisi bila kuwa na sare na kutokomea nao pasipojulikana. Au je kukemewa mpaka tumesikia waziri Simbachawene anajaribu kukemea sasa. Niseme tu kwamba kama taifa tumefika mahali pabaya sana. Pamoja na kwamba hii kauli imetoka at least inatuonesha mwanga, lakini kwa nini singekemewa miaka ya nyuma huko? Tumeingia kwenye mfumo ambao ni mbaya. Sasa mimi niseme kwa hali yote iliyofanyika kuna haja ya kuboresha katiba yetu. Kwamba na ninaposema kuboresha katiba yetu tuwe na uwezo wa kuweza kuiwajibisha serikali. Tukishakuwa na uwezo na nguvu ya kuweza kuiwajibisha serikali, mambo mengi yatakaa vizuri.